kwa kusimama mbele zenu, lakini pia namshukuru baba yangu wa kiroho Apostle David. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Haleluya. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe uliyepata nafasi hii, kwa sababu ni wengi sana wangetamani kuwepo kwenye nyumba ya Bwana lakini hawajaweza. Ila wewe Mungu amekupa hiyo nafasi na umefika kwenye nyumba yake. Mungu akubariki sana kwa kufika. Amen. Asubuhi ya leo tutaenda kujifunza neno lenye kichwa wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Haleluya. Katika dunia hii kuna watu aina nyingi. Watu wengine huwa wanasubiri ndugu zao kwa sababu wana fedha. Wengine huwa wanasubiri wachungaji wao. Haleluya. Lakini sisi ambao tunaijua hii neema, tunamngojea Bwana na anatupa nguvu mpya ya kuendelea mbele na safari aliyotupa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wakiambiwa watamtaja nani, wengine wanataja wajomba zao, kwa sababu wanaona kama wana nguvu serikalini, wanaona kama ni marefa kwao, watawaongoza kufika kwenye eneo fulani. Unasikia mtu akisema mimi mwanangu amemaliza chuo, ataingia kazini haraka kwa sababu nina refa. Haleluya. Lakini sisi refa wetu ni Mungu mwenyewe, kwa sababu wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya, nguvu ya kushinda majaribu, nguvu ya kushinda mapito unayopitia. Unajua hakika ni lazima nitavuka kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu unaweza ukawa huna nguvu ya kwako binafsi, lakini nguvu ulionayo inatoka juu kwa Baba wa mbinguni. Haleluya. Na hiyo nguvu ndio tunaitaka asubuhi ya leo. Wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Twende moja kwa moja kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 40. Isaya sura ya 40. Tuanzie hapo 29. Tuendelee kusoma ili uelewe mpaka 31. Haleluya. Naomba mtumishi wa Mungu nisomee. Soma katika Isaya 40 mstari wa 29 hadi 31. Wapa nguvu wazimiao, wapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anawapa nguvu hao wazimiao, hao waliopo katika dunia hii, wanaopita na kuona majaribu yao kama ni makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanasahau ya kwamba Mungu yupo kwa ajili yao. Haleluya. Anawapa nguvu hao ambao wamekata tamaa, hao ambao wamesema kuanzia leo mimi sitaki tena kumtumikia Mungu. Mungu anakuja tena na kuwapa nguvu. Haleluya. Anawapa nguvu ya kuendelea mbele. Tusome hiyo sura ya mstari wa 30. Hata vijana watazimia na kuchoka. Hata vijana watazimia na kuchoka. Na wanaume vijana wataanguka. Na wanaume vijana wataanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hii ina maana gani? Inamaanisha hata vijana ambao wanaonekana sana kama wana nguvu za mwilini, Bwana Yesu asifiwe, wanaweza wakazimia, wanaweza wakachoka, wanaweza wakaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Kristo Yesu anakuja na kuwapa nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nataka nikupe siri moja. Wakati unapopita kwenye mapito yanakuwa kama yamekugarikisha, yamekuzamisha, usibaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Maana una Mungu aliye mkuu, Mungu ambaye amesema atakuvusha kwenye hilo gharika. Bwana Yesu asifiwe. Unatumia maandiko na kusema wewe Mungu ndio umenipa ahadi. Umesema ya kwamba hata gharika linapokuja utaniinua juu viwango. Haleluya. Ili hayo mafuriko yapite, nibaki salama nikiwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yanapokuja yasikuache hapo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo Biblia inasema anayezimia wakati wa taabu nguvu zake ni chache. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji nguvu za rohoni ili zikuwezeshe. Kwa nguvu zako mwenyewe za mwili hautaweza, lakini kwa nguvu za Yesu utaweza. Bwana Yesu asifiwe. Vijana sasa hivi wanasema hautoboi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakwambia hautatoboa bila nguvu za Mungu Yesu Kristo. Bila nguvu za Mungu hauwezi kutoboa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na Mungu utapata nguvu mpya. Haleluya. Tuendelee. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hawatafanya nini? Hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uwe na sifa za tai. Anapopata nguvu mpya, anapozeeka huwa anatoa yale maneno yake ya zamani, anayatoa yote. Alafu anaenda kwenye mwamba, anapiga ule mdomo wake mpaka unatoka. Haleluya. Anapata nguvu mpya, anapata renewal. Haleluya. Unatakiwa kupata renewal ya wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Usibaki miaka ile uliyookoka. Usibaki kama wale wazee wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Niliokoka mwaka wa 98. Ninamtukuza. Tunahitaji leo tujue wokovu wako ukoje. Haleluya. Haijalishi kama umeokoka jana, lakini tunataka tuone kila siku matendo mapya ya wokovu. Haleluya. Sio ushuhuda wa miaka ile wa kusema nilikuwa natembea, nilikuwa naomba. Leo unafanya nini? Tunataka leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa nataka niwaambie nini? Nataka nikuambie hivi. Mungu akupe hiyo nguvu mpya kwa jina la Yesu. Upate nguvu ya kupaa juu kama tai. Tai akishapanda juu, kuna vitu anaviona ambaye mtu wa chini hawezi kuviona. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mtu wa juu, mtu ambaye anaweza akaona mbali zaidi. Haleluya. Tai anapopanda juu, anaangalia maadui zake wamejipangaje. Haleluya. Usitaki kubaki level ile. Uliokoka umebaki pale. Bado unakunywa maziwa. Bado haujaweza kula chakula kigumu mpaka leo. Haleluya. Kila katatizo kakitokea, hauwezi kulala hata usingizi. Unaanza kutetemeka, wameniloga. Ni wale wa kijijini kwetu wameniloga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana nguvu zaidi. Hebu kiri uweza wa Mungu kuliko unavyokiri uweza wa shetani. Shetani hana nguvu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hizi hata ukijenga tu kajumba kazuri, Freemason, Mungu hana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kumtukuza Mungu wetu. Na mtu wa hivyo atakayeweza kumtukuza Mungu ni mtu ambaye mwenye nguvu kama za tai. Anayeweza kwenda juu zaidi. Anayeweza kuzama zaidi. Kama ni kwenye maombi, hasubiri mpaka tutangaze kanisani. Anaweza kuwa na maombi yake binafsi. Anaweza kufunga na kuomba. Haleluya. Anaweza kujitoa. Sio lazima tufundishe somo la fungu la 10 ili watu watoe. Mtu anajua ni wajibu wangu kutoa. Haleluya. Sio lazima ufundishwe kuwajali yatima na wajane. Haleluya. Unaanza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima ufundishwe na mchungaji wako. Unaanza kutengeneza hiyo tabia ya tai. Tabia ambayo ni ya nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya kuwa na chumba chako cha siri cha maombi. Cha kukutana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wakisema kanisani ni kuwahi, unakuwepo. Kwenye maombi haukimbii, unakuwepo. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Mungu akupe hiyo neema, akupe hiyo neema ya kupata hiyo nguvu ya kuenda juu zaidi, ya kutokuangalia kwa macho haya. Unapoangalia kwa macho haya utashindwa, utachoka, utakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unatakiwa uwe na macho ya rohoni, uwe unaona kile ambacho wengine hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaweza wakaona Dodoma patatoka nini kizuri, lakini wewe unaona hicho kizuri kwa sababu Mungu ameshakupa hayo macho ya rohoni. Unaona tofauti na dunia inavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi baba huwa anatushauri hapa na anatuambia kila siku, muziki wa dunia ni mkubwa sana. Haleluya. Na una sauti kubwa. Sauti ya dunia ni kubwa. Utasikia watu wanakuambia, sasa wewe umechanganyikiwa, unatafuta nini huko? Mbona kama umekosa kazi ya kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu wewe unaijua siri, na ni mtu ambaye huwezi kuyumbishwa na yoyote, kwa sababu unamjua Mungu, umejua kumtafuta Mungu, umejua kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukiwa peke yako, unaweza ukawa na muda ukaomba, unaweza ukasoma hata mstari mmoja kwenye Biblia. Ndivyo ulivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Kuanzia leo tuwe na hiyo nguvu kama ya tai, tuwe na macho ya rohoni, tuweze kuona mbali wakati adui anapokuja kukunyemelea, kukuletea tabia za tofauti. Ukatae kwa jina la Yesu na uanze kuzitoa zile tabia chafu ndani yako, kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tabia ambayo inatakiwa iwe ndani yako, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Chuki haitokani na Mungu. Ukiwa na chuki, ina maana ni tabia mbaya. Unatakiwa uitoe hiyo kwa jina la Yesu. Kama tai anavyotoa yale manyoya yake yaliyozeeka, na wewe yatoe hayo kwa jina la Yesu. Wengine hawana umoja, hawana upendo, wanawasema wenzao vibaya. Wewe unakuwa chachu njema. Haleluya. Unasambaza upendo, unakuwa na umoja. Haleluya. Ukikuta mwenzio hana nguvu, amechoka, unamtia moyo, na kama hana hata chakula unampa na unga akapike. Haleluya. Usiwe tu mtu wa kumwambia barikiwa, usijali, nenda tu nyumbani, Mungu atafanya. Kama una uwezo wa kumpa unga, mpe akapike. Haleluya. Na uwe mtunza siri. Sio mtu amekuja amekwambia, yani nakwambia jana nililala njaa, utamsambaza mtaa mzima. Utaanza kusema analalaje njaa, mbona kama hana akili vile, unalalaje njaa? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ya kwamba kuna mahali Mungu anampitisha. Haleluya. Ili akitoka ng'ambo ya pili awe kama tai. Haleluya. Ataweza kuona yale ambayo wengine hawaoni kwa jina la Yesu. Simama juu kwa miguu yako.